walishika Mr. Natembe ambaye ni gavana wa Trans Nzoia. Sisi hatukujua kama jamii ya Wasabot, hatukuhusika popote. Ilikuwa ni mambo ya sheria ambayo inataka ichukue mkondo wake. Mpaka saa hii vile tunaongea hivi tumepata habari kwamba kuna watu fulani wameanza kusema ya kwamba deputy governor ambaye ni Philomena Kapkori ajiuzulu kutoka kwa hiyo kiti ya kuwa deputy governor ili wapatie Muluya akuwe governor ya Trans Nzoia. Kama jamii ya Wasabot tumejiuliza ni makosa gani tulifanya? Makosa gani tulifanya katika hii ulimwengu ya Kenya? Kwa vile ukiona saa hii Wasabot katika hii makabila ambayo iko Kenya ndio hawana mahali wanaitwa nyumbani. Trans Nzoia yes is a cosmopolitan bila wanasema, lakini kila mtu yuko na kwao. Wakati EACC imeingia katika county government ya Trans Nzoia kutafuta ubadilifu wa mali ya serikali, imepata governor akiwa na maneno yake. Na kwa sababu ya hiyo sisi tukasema hatuhusiki, kwa maana ni watu waweze kuifuatilia kuona ni mali ya nani imepotea na ni ya wananchi. Sisi hapo hatukuhusika kama wananchi, jamii, wananchi wa Trans Nzoia na jamii yote ya jumla ambaye ni ya Sabot. Nikiwa mtetezi ambaye inatetea haki ya wengine, nikaona mambo ambaye yasiyotufurahisha. Tunaongea kwa sababu tukishukuru polisi na EACC kwa yale mambo imeendelea Trans Nzoia. Mambo ya Trans Nzoia tuko na amani kwa sahi. Tangu gavana yetu ashikwe kwa mambo yake kwa mambo ya ufisadi ya county. To date tuko na amani katika county ya Trans Nzoia.